Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Bana, mambo vipi popote pale ulipo? Leo ni siku ya Jumapili na nikasema maswali yamekuwa mengi. Nimeona watu wengi wananipigia simu kutoka mikoa mbalimbali, kutoka nchi mbalimbali kwamba bana, mfalme wa soka hatujaona bana kupitia friji bovu kichakata na kuzungumzia kidogo mchezo wa dabi kati ya Simba mashabiki na Yanga mashabiki, kwa maana mashabiki wa klabu ya Yanga lakini pia mashabiki wa klabu ya Simba. Dabi ya Kariakoo ambayo ifanyika leo Disemba 21 mwaka 2025 katika uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam. Ilikuwepo pale, bila shaka kuna clip ambazo umeziona kwenye YouTube channel baadhi mara baada ya kuhojiwa na waandishi wa habari. Mengi sana niliweza kuyazungumza pale. Wakati naingia tu pale bwana, nikadakwa mechi tumeisha, nikakamatwa bwana, friji bovu tuambie ilikuwaje na mambo kama hayo. Lakini pia nimeona kuna watu wengi wananiuliza bwana, vipi bwana, ilikuwaje, mechi iliendaje na nini na vitu kama hivyo. Lakini kwangu naweza nikasema ni wazo zuri sana ambalo lilitengenezwa kwa Ahmed Ally pamoja na Ali Kamwe, kwamba sasa mashabiki wa Simba na Yanga waweze kucheza kwa pamoja, kwa maana wanapocheza mechi ya pamoja inaenda kuendeleza ile kauli mbiu ya utani wa jadi kuliko ile wanaosema ni uadui. Kwa maana utani wa jadi ni kile kitu ambacho mnakubali mnacheza kwa pamoja kama mashabiki, kwa sababu mashabiki siku zote ndio wamekuwa na hisia kali sana pale ambapo wanakuwa wanafungwa, wanapopoteza mchezo. Mashabiki wagando wanaumia sana, wengine hawali, wengine walali nyumbani, wengine wanajidhuru na mambo kama hayo. Sasa unapopata nafasi ya kucheza pamoja, wanazungumza lugha moja, na mara baada ya mechi kumalizika wanakumbatiana, wanashikana mikono, wanapiga mastori. So ilikuwa ni wazo zuri sana na nimewapongeza sana katika eneo hilo, wamefanikiwa. Na nilichovutiwa sana ni mashabiki kufurika, kujaza ule uwanja wa KMC. Walifurika, hakukuwepo hata na sehemu kupitisha mguu. Na ni kwa sababu gani? Ilikuwa ni haina kiingilio, na hata kama kungekuwa ni shilingi 5,000 mashabiki wa Simba na Yanga wangeingia tu pale uwanjani, kwa sababu burudani ya mpira wa miguu inapendwa na nchi hii imetawaliwa na Simba na Yanga. Hakuna mtu asiyefahamu kwamba Simba na Yanga kwenye nchi hii ndio wakubwa na ndo wana watu wengi zaidi, wana mashabiki wengi kuliko timu yoyote ile. Kwa hiyo unaposema wanakutana kucheza mchezo fulani hivi wa kufurahishana, basi utawaona pale. So ni wazo zuri, nilipenda na nimeangalia mchezo kuanzia kipindi cha kwanza hadi mechi ile inaenda kuharibika dakika za jioni kabisa. Kwa upande wa Simba nimeona lawama ni nyingi, na nimeona mashabiki wengi wa Yanga wanalalamikia kwamba Simba baadhi ya mashabiki wao sio halali, kwa maana wameleta mamluki wengi. Sasa na niliona pia mara baada ya Simba kupata bao la kwanza dakika ya 5 likifungwa bao kali sana na Tobias Sebastian. Huu ni moja ya vijana wanaofanya kazi ndani ya media ya Simba, kwa maana YouTube channel pale, lakini bila kusahau pia mitandao ya kijamii. Ndio mtu anayeendesha mitandao ya Simba pale. Ukimwacha Rabi, mtu anayehoji sana maswali, anayemhoji sana Ahmed Ally ni Tobias Sebastian, mwandishi wa Simba huyu. Afunga goli kali na watu wafahamu historia yake. Tobi amecheza sana mpira akiwa Morogoro, lakini pia tuliona uwezo wake mkubwa sana hata kwenye timu za waandishi wa habari tumekuwa tukishiriki nao baadhi ya mechi nimemwona Tobias. So leo alichokuwa anawafanya ni kwamba anawakumbusha kwamba mpira amewahi kucheza na ameucheza kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kwake ni vitu vidogo. Kapiga foul mita takriban 32, kafunga. Mpira unagonga besela alafu unatua chini. Hii inanikumbusha Mwamba Lusaka kipindi chake akiwa kwenye ubora ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo Tobias Sebastian amekopi na kupesti kile ambacho alikuwa anakifanya Mwamba Lusaka, Chama Clatous, lakini pia Stefan Aziki kile ambacho pia alikuwa anakifanya. Tobi leo amekionyesha, anawafungia Simba mashabiki goli la kwanza, goli kali kabisa. Wanaenda kushangilia pale style ya mnyama Simba akiwa anachama kweli kweli. Goli la pili linafungwa na Dr. Mohamed Yamis. Kazi nzuri ya Tobias tena. Inapigwa papatu. Dr. Mohamed Yamis anapita nao, anafunga bao kali, wanaenda wanashangilia. Sasa nakumbuka kuna muda ambapo walipata nafasi ya kupumzika kidogo, kama dakika 1, 2, 3 wakati mwamuzi alisimamisha mchezo. Ali Kamwe alimfuata Ahmed Ally, na alipomfuata wakaanza kuzungumza. Katika kuteta pale, lengo lilikuwa ni kuzungumzia kwamba Ali anamshutumu Ahmed Ally kwamba wameingiza mashabiki wengi ambao sio wa Simba
kwa maana wachezaji ambao Simba wamewatumia asilimia kubwa sio wachezaji halali. Wameenda kuokota wachezaji wa ndondo. Sasa Ally Kamwe anasema yeye amezaliwa Temeke, anawafahamu mashabiki wa mpira wa Simba na wa Yanga. Lakini Ahmed Ally akamwambia, sasa kama umethibitisha hilo, kwa nini uliruhusu waingie? Pale kwa kuna vurumai. Lakini kingine ni kwamba Ahmed Ally anamwambia una kithibitisho? Kwa sababu utaniambia vipi huyu sio shabiki wetu? Yaani kwamba huyu sio shabiki wa Simba wakati sisi ndo tunawafahamu. Wewe unawafahamu vipi kama huyu sio shabiki wa Simba? Amechorwa usoni kwamba ionyeshe kwamba huyu sio Simba, huyu labda ni Yanga ama huyu labda ni mamluki. Kwa hiyo walikosa majibu, ndio maana wakarudi uwanjani, mechi ikaendelea. Mechi ikapigwa, bado papatu zilikuwa nyingi. Kwa upande wa Simba mpira ulikuwa unafika sana eneo la mwisho. Na walikuwa wacheza mpira, nimemwona Mzaramo Simba amejaribu, amecheza dakika kadhaa. Alikuwa na basics za mpira kabisa, anagusa touch ya kwanza ya pili, lakini mwili ulikuwa unamhukumu. Baadhi ya wachezaji wameonyesha bwana mkubwa, mtu kama Dr. Mohamed Hamisi, yeye anafanya mazoezi pale katika uwanja wa Sinza Star hapo. Lakini kingine ni kwamba akipata mazoezi ya kutosha, Dr. Mohamed Hamisi ni mmoja ya mchezaji bora sana. Yeye pamoja na Tobias Sebastian wamekuwa kwenye ubora mkubwa sana. Ahmed Ally na Ally Kamwe nao walicheza kwa ajili ya kuburudisha. Kuna kanzu moja alipigwa Ahmed Ally, alitwishwa kanzu moja hivi. Sasa ile ndio inatembea sana mitandaoni kwa sasa. Ally Kamwe alifanya balaa zito, kamtwika Ahmed Ally, lakini baada muda mfupi sana walitoka. Sasa mechi iliendelea. Watu wanalalamika, mashabiki wa Yanga lawama zao kubwa wanatupa kwamba ni mamluki, lakini pia mwamuzi akuwa sehemu ya mchezo, kwa maana Yanga walinyimwa penalti kama 2 hivi na mwamuzi 3 malogo. Kama ambavyo unafahamu, wananchi Young Africans waga wakubali kushindwa kabisa. Dakika ya 60 hivi wakakataa, wakagoma. Ilikuwa kama dakika 10, mechi ilikuwa inachezwa dakika 35 kwa maana 70. Kwa wananchi walivyoona ngoma hairudi, papatu kila wakijaribu mzigo wa uendi, ndo kwanza Simba anataka kuwaongeza. Sasa wakashtuka kwamba zisije zikawa zikafika 5. Zisije zikafika 5 hapa, wakawa wamelipa kelele zao zote. Ni bora tu wakubali ishie kwenye goli 2-0. Kwa hiyo wananchi Young Africans, mashabiki wao bwana ambao walikuwa wanacheza ule mpira, wakakaa chini, wakaahirisha mechi. Kwa mechi haikumalizika, ingawa 99.99% tayari mnyama alikuwa anashinda ile mechi tu vizuri kama ambavyo amefanya. Kwa hiyo Simba alikuwa na goli zake 2, Yanga hajapata goli, na mechi inamalizika namna hiyo. Nimeshuhudia namna ya kipekee kabisa kutoka kwa wachezaji. Kuna namna ambavyo nafurahi kuona wachezaji wanacheza mpira. Nimemwona Godi Yanga amejaribu kubangeza pale, kazi imekataa. Nimemwona mwalimu Yanga amejaribu kubangeza pale. Nimemwona mtu kama Baraka Yanga, Baraka kidogo ndio amenionyesha ubora mkubwa. Walau kuna vitu alikuwa anapiga pale mido ya kati pale, alikuwa anafukia kushoto, anafukia kulia. Lakini ndio hivyo, wamezidiwa na Simba katika eneo la mbinu, lakini pia na matumizi ya nafasi. Simba wamemtumia pia goalkeeper mmoja hivi mzungu bana, na amekuwa gumzo sana kwa siku hii ya leo kwamba kumbe kuna magolikipa bora, na yule of course yule amewabeba sana Simba, ameonyesha ubora mkubwa. Baadaye akaja kaingia goalkeeper mwingine na mechi kamalizika kwa Simba hivyo kushinda goli 2-0, ingawa huku mwishoni wananchi walimaliza mechi yao kibabe, kama ambavyo unafahamu watu wa kugoma na nini na vitu kama hivyo. Ikafika muda wa zawadi. Wakati wa muda wa zawadi pale wote wamepewa bana. Mzenji bana, yule ni rais wa timu ya basketball ya Dar City, amewapa mzigo wa milioni 20 Simba mabingwa. Lakini Yanga pia wao bwana wamepewa na wao pia milioni 20. Ally Kamwe alilalamika sana pale na Simba nataka na nini, mechi imeharibika na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku wote wamepata milioni 20 kila mmoja. Simba akibeba kombe, ile inatia hamasa kwamba sio tu kuongea kupiga kelele, kuongea, lakini pia hata mpira pia upo. So ni kitu kizuri. Nafikiri kama utakuwa endelevu itakuwa poa, lakini ushauri wangu tu ni kwamba kama wameamua kucheza mashabiki wa Simba, wale wanaofahamika zaidi wanapaswa kucheza mpira. Unajua shabiki ni kweli, hizi timu za Simba na Yanga na mashabiki wengi sana, lakini unaweza ukawa shabiki hujulikani, huna jina, watu wakachukulia kwamba wewe sio shabiki wa Simba au shabiki wa Yanga. Lakini kuna mashabiki wengi ambao wana majina, wanafahamika. Mtu kama Kisugu anafahamika kwa upande wa Simba, mtu kama JB64 anafahamika, mtu kama Pass Milioni anafahamika, mtu kama Mzaramo anafahamika, mtu kama Shabani Mpira Pesa anafahamika, unaona bwana, mtu kama Mandala anafahamika, unanipata vizuri. Hawa ni wale watu ambao wanafahamika. Ukienda ule mzee wa Ungo, una mashabiki wengi wanajulikana pale kwa upande wa Simba.
So wanapaswa kufanya kitu kimoja. Wale mashabiki ma influencers ambao wanafahamika tayari mitandaoni, wana fan base kubwa, mnawapa nafasi wacheze walau kwa uchache, lakini pia na kwa Yanga, Baraka, sijui Kevo, sijui Mwalimu, sijui Godi Yanga, sijui nani. Wote wale unawapa nafasi ya kucheza mpira. Na mara baada ya hapo wale mashabiki wasiokuwa ambao hawana majina lakini ni mashabiki wa Simba nao pia wanapata nafasi, lakini wakati huo tumeona ile ladha ya mashabiki halisi kama ni wa Simba na wa Yanga inaleta ladha nzuri sana, kwa sababu unaona kabisa yule pale Mzaramo, yule pale Kisugu, yule pale mzee wa Saluti, yule pale Pasi Milioni, yule JB 64, yule pale mzee wa Bayobwela, jamaa mmoja anaitwa Mlete Mzungu. Unaona kwa wale wote wakicheza na kule upande wa Yanga pia wakacheza wale influencers ambao wanafahamika, kuna taswira fulani inajengeka, kwa maana inaleta ladha fulani kwamba bana hii hapa ilipigwa kweli mechi ya wanaume Simba na Yanga. Ni kweli hata waliocheza wote inawezekana ni Simba na Yanga kwa sababu hawana majina, lakini kweli ni Simba na Yanga. Lakini wale ambao wana majina wala wamixiwe na wale wasiokuwa na majina, alafu mpira upigwe tuone kitu gani kinatokea, kwa sababu ni mpira wa burudani, mchezo wa furaha. Hataki bana jambo liende leo alafu likaharibika kwa sababu tu ya matabaka, watu wakakasirika wakafanya hivi na vile. Lakini mwisho wa siku tumeshuhudia bana mchezo mzuri, mbali tu ya kusema kwamba wanaongea wanawalaumu viongozi, wanalaumu wachezaji wao, lakini pia wameonyesha kwamba uwanjani kuna nini. Daktari Mohamed Hamisi funga goli nzuri sana pamoja na watu ambao Dr. Mohamed Hamisi alikuwa ni mmoja wa watu ambao wanasakamwa, mara wamewekwa ndani, mara wamewekwa polisi kwa sababu ya kusema viongozi. Lakini kumbe kile ambacho anakisema anafahamu kwamba Elimpanzu kwa nini leo hayuko kwenye ubora, Jean Chalea huwa hayuko kwenye ubora. Sasa Dr. Mohamed Hamisi wakati anachambua vile, sio tu kwamba anachambua bla bla, ni kwa sababu pia hata yeye mpira anaucheza na ana uwezo wa kufunga na ana uwezo wa kutouch. Umeona leo, kwa hiyo ni kitu kizuri. Mashabiki wanaujua mpira, wanajua kucheza, lakini pia wanajua kuusema. So kwa siku ya leo, kuanzia leo nafikiri paka ya mwaka huu unaisha, mashabiki wa Yanga wana kazi ya kuchambwa sana mitandaoni na mashabiki wa Simba. Yaani mashabiki wa Simba sasa hivi wanakuwa wanawabagaza na kuwabananga mashabiki wa Yanga Afrika kwa sababu wale watesa mara 6 mfululizo kwa upande wa ligi, lakini wao sasa wameanza kulipa kisasi taratibu, wameanza kufuta machozi kwa maana furaha walionayo leo wanaweza wakatamba nayo sasa paka pale ambapo watapanga tena waweze kucheza. Kwa hiyo wala Simba wafurahie kwa sasa, kwa sababu kumfunga mwananchi ambaye ni mtani wako, tena shabiki ambaye amekuwa akikupiga mawe siku zote, inakuwa ni jambo zuri. Endelea kusubscribe usa. Kuja kuona Yanga Afrika tunajikonsidi magoli mawili tena kwa mistake zetu wenyewe, kwamba tulikuwa tunacheza na majasusi wasioeleweka, kwa sababu kuna majasusi wanaotambulika na majasusi wasioeleweka. Sisi tuna majasusi wanaotambulika kisheria, wanalipwa na Simba, tunawalipa Yanga na mashabiki tunawa finance. Wao wana majasusi wasiotambuliwa. Wakina JB 64 nawaambia kuanzia leo nikiwakuta mnafanya interview, maana hawa walezoea kuwafanyisha interview hawajawaona leo uwanjani. Mandala umekuwa steward, Kisugu umekuwa mganga wa timu, KMZ Wanda umekuwa dokta, JB 64 umekuwa steward, Pasi Milioni steward, mzee wa Saluti kawa mlinzi. Baby Mary. Lakini huku upande wa pili unakuta kina Baraka Yanga na kichafua katikati, watu wanapiga makofi tu. Unaona kuna mmoja nilipunguza afu nikaangalia, sisi nipige na kushoto na kulia, nikaambia mimi miguu yote napiga miguu yote, nikapiga bomba moja na mguu wa kushoto. Oya hatari, kila ndio nilikuwa nataka tukione. Nimuone JB maneno anayoongea ataweza kuimplement uwanjani, nimuone Kisugu anavyochambua wachezaji ataweza kuimplement uwanjani. Mimi leo nimeangalia walau Pacome anasema sasa huyu akinisema mpira anajua. Sawa, Duke Abuya nikimkosoa atasema huyu mpira anajua. Engineer atasema mashabiki wangu, sawa, watu wangu wanajua mpira, acha waiongelee Yanga. Magoli waliofunga sasa wale kazi yao ni kutumwa na maelekezo tu. Yaani nimegundua mashabiki wa Simba sio hawapo kwa ajili ya mchezo wa soka, wapo kwa ajili ya biashara za mpira, yaani kuwatetea wafanyaji biashara katika timu yao. Baraka lakini waliwafunga. Dr. Mo kafunga si influencer. Dr. Mo katufunga always well. Yaani katufunga na kweli mistake ya kipa wetu Dr. Mo kafunga. Kila ndio tulikuwa tunakita. Taubi unamjua wewe? Mimi shaka mwana Taubi anaojiwa hapa. Simba yule. Kwa hiyo Simba yote aje acheze. Diara na kadi ya Yanga angecheza leo. Mbona Ahmed amecheza? Si mnataka hivyo. Diara na kadi ya Yanga. Ahmed anacheza. Ahmed sawa, yule na alikama kacheza. Sasa si ndio na Tobi yuko kwenye idara ya habari. Hapana, huku kwetu tumemwona nani? Mu baada ya wao kuharibu. Alafu waandishi nitasusa na interview yenu. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo
kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Na nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.